أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada zangu katika iman, taendelea na darasa yetu, na leo hii nitazungumzia kuhusu umuhimu wa sifa ya haya katika Uislamu. Dada zangu katika iman, kutoka kwa Abu Mas'ud Uqba bin Amr al-Ansari radiyallahu anhu amesema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, inna mimma adraka an-nasu min kalam nubuwati al-ula idha lam tastahi fasna' ma shi'ta, rawahu al-Bukhari. Yani amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa maneno ya utume wa mwanzo ambayo watu wamejifunza ni ikiwa huna haya basi fanya utakalo. Haya yamepokewa na Imam al-Bukhari. Dada zangu katika iman, hadithi hii ni moja ya hadithi zenye uhakika zinazoonyesha umuhimu wa sifa hii ya haya na thamani yake ya kimaadili katika maisha ya Muislamu. Inaunganisha haya na maneno ya utume wa awali, ikimaanisha kuwa ni jambo ambalo limekubaliwa na maandiko yote ya kidini kama yalivyotajwa kwanza na kisha kufuatiwa na mengine. Dada zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mwenye haya zaidi kuliko watu wote. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu amesema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na haya zaidi kuliko bikra ndani ya chumba chake, na alikuwa ikiwa anachukia kitu, yani itadhihirika katika uso wake. Haya yamepokewa na Imam Bukhari na Imam Muslim. Dada zangu katika imani, anasema kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran, surat Al-Ahzab aya 21, baada audhu billahi minash shaitani rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Mfano mzuri kwenyu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa yeyote ambaye yani matumaini yake yani yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho, na anayemtaja Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara. Dada zangu katika imani, sifa hii ya haya ni ushahidi wa utimamu wa akili na ni adabu katika yani kuamiliana na watu, na ni njia ya wema na uadilifu, na ni furaha na mafanikio katika dunia na akhera. Kadhalika dada zangu katika imani, sifa hii ya haya ni sifa ya uacha Mungu, ni vazi la watu wema, ni stara ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake waumini. Hata hivyo dada zangu katika imani, ikiwa mja ataendelea kufanya dhambi na kuasi na hafuati njia au taratibu za toba, sifa hii ya haya itaondolewa kwake, na yeyote atakayevuliwa unyonge wake ataangamia, kwani ataendelea kutimiza matamanio yake, makosa yake yatafichuliwa, fadhila zake zitazikwa, na atafedheheka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dada zangu katika imani, mojawapo ya dhihirisho nzito sana la ukosefu wa sifa hii ya haya ni kudhihirisha dhambi na makosa hadharani, nayo ni sababu ya kutokuwa na furaha duniani na akhera. Katika Sahih mbili amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati muafan illa mujahirina wa inna min mujaharati an ya'malu ar-rajulu bil-layli 'amalan thumma yusbihu وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله anhu. Yani amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani umma wangu wote watasamehewa siku ya Kiyama isipokuwa wale wanaoonyesha dhambi yao hadharani, usiku na asubuhi humuondolea siri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dada zangu katika imani, moja ya dhihirisho la sifa hii tukufu ya haya
kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele ya Mola wake ilikuwa ni pale Nabii Musa alaihi salam alipomwomba mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika usiku wa Isra amuombe Mola wake amfanyie wepesi faradhi ya kuswali. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Nabii Musa alaihi salam, nina haya sana mbele ya Mola wangu mlezi. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pia na haya zaidi katika kushughulika na wale waliosikia, sikia jambo kumhusu mtu. Imekuja kwa mamlaka ya Aisha radhiallahu anha, amesema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaposikia jambo kumhusu mtu fulani, alikuwa hawezi kusema ma balu fulanin yaqul, walakin yaqul ma balu aqwamin yaquluna kadha wa kadha. Yani alikuwa akisema, alikuwa hawezi kusema, lakini anaisema kwa njia ya hikma, ni nini kibaya kwa fulani, bali yani alikuwa hawezi kusema ni nini yani kibaya kwa fulani, bali alikuwa akisema ni kibaya kwa baadhi, yani nini kibaya kwa baadhi ya watu wanaosema hivi na hivi, anatumia yani njia ya hikma. Dada zangu katika imani, sifa hii ya haya ni miongoni mwa sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia yani wanadamu ili kuwaepusha na kutenda dhambi, makosa na matamanio. Adam alayhi salam na Hawa alayha salam walipokula matunda ya mti ambao Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amewakataza kula, sehemu zao za siri zilionekana wazi kwao. Kwa hiyo walichukua majani kutoka peponi haraka ili kufunika uchi wao. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu hayo katika Quran, Surat Al-A'raf aya 22, falamma dhaqa ash-shajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna, na yani walipouonja mti huo zikawadhihirikia tupu zao na wakaanza kujistiri na majani ya peponi, yani wakaanza kubandika majani ya peponi juu ya tupu zao kwa ajili ya haya au kwa ajili ya aibu. Dada zangu katika imani, yani hii inaonyesha yani kwamba mwanadamu ni mnyenyekevu, mwenye haya kiasili yake. Dada zangu katika imani, imetajwa pia katika maelezo ya Nabii Musa alayhi salam kwamba alikuwa na sifa hii ya haya sana, na kwamba asli yake na matamanio yake yalikuwa ni kupenda kujificha na ulinzi, kiasi kwamba yani baadhi ya wana wa Israeli walisema anafanya juhudi kubwa kujificha yani kwa sababu ya kasoro fulani katika mwili wake. Haya yamethibitishwa katika hadithi ifuatayo kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu. Amesema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, inna Musa kana rajulan hayyan yani satiran la yura min jildihi shay'un istihyaan minhu faadhahu man adhahu min bani Israil faqalu ma yastatiru hadha ma yastatiru hadha sataturra illa min aibin bijildihi imma barasun wa imma udratun wa imma afatun wa inna Allaha arada an yubarri'ahu mimma qalu li Musa fahala qauman wahdahu فوضع ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى ila malain min bani Israil. Dada zangu katika iman, faraauhu uryanan ahsana ma khalaqa Allahu wa abra'ahu mimma yaqulun wa qama alhajar fa akhadha bi thawbihi falabisahu wa tafiqa bil hajar darban bi'asahu fa wallahi inna bil hajar la nadaban min athari darbihi thalathan au arba'an au khamsan. Haya dada zangu katika imani imepokewa na Imam al-Bukhari. Yani dada zangu katika imani,
Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii ndefu, katika kisa hiki kirefu cha Nabii Musa alayhi salam kuhusu sifa hii ya haya yake, kwamba Musa alayhi salam alikuwa mtu mwenye haya sana, mwenye busara, hakuonekana hakukuonekana dosari yoyote katika ngozi yake. Basi wale waliomdhuru, yani miongoni mwa wana wa Israeli walimdhuru na wakasema amejificha hivi kwa sababu ya ulemavu wa ngozi yake au kwa sababu ya msiba, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alitaka kumsafisha kwa yale waliomwambia Musa alayhi salam kutoka kwa hao wana wa Israeli. Basi siku moja alikuwa peke yake, akaweka nguo zake juu ya jiwe, kisha akaosha, na alipomaliza akaenda kwenye nguo zake ili kuzichukua, lakini jiwe likapita na nguo zake. Basi Musa alayhi salam akachukua fimbo yake na akaomba jiwe, na akaendelea kusema nguo zangu ni jiwe, mpaka akalifikia kundi la wana wa Israeli, wakamuona yu uchi mrembo kuliko yote aliyoyaumba Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuwa na hatia kwa hayo walioyasema. Jiwe likasimama, akachukua nguo zake akazivaa, akaanza kulipiga lile jiwe kwa fimbo yake, pakawa na alama juu ya jiwe. Kutokana na nini? Kutokana na kupigwa kwake mara 3, mara 4 au 5. Na kwa hayo akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran, Surat Al-Ahzab aya ya 69, kama alivyosema mwenyewe Allah katika aya hii: ya ayuha alladhina amanu la takunu kalladhina adhaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'inda Allahi wajiya. Enyi mlioamini, msiwe kama wale waliomtukana Musa, lakini Mwenyezi Mungu akamtakasa na yale walioyasema, naye alikuwa mtukufu mbele ya Mwenyezi Mungu. Dada zangu katika imani, kadhalika pia tunamwangazia Yusuf alayhi salam, ambaye alikuwa ni miongoni mwa mitume waliojaaliwa na sifa hii tukufu ya haya. Mfano wake ni katika sifa hii ya haya yake ilikuwa ni mfano wa kipekee katika Qur'an, inayodhihirisha jinsi mtu anavyotakiwa kuwa na sifa hii tukufu ya haya mbele ya Mola wake mlezi, faraghani, in private na hadharani. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, Surati Yusuf aya 23 hadi 24: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Na yule bibi wa nyumba aliyokuweko Yusuf alimtamani Yusuf kinyume cha nafsi yake, na akafunga milango akamwambia njoo. Yusuf akasema audhu billahi, najikinga na Allah, huyu bwana wangu kaniweka maskani mzuri, na hakika wenye kudhulumu hawatatengenekewa. Na hakika yule mwanamke, dada zangu katika imani, alimtamani, na Yusuf angelimtamani lau kuwa hakuona nuru ya Mola wake mlezi, basi hakufuata mvutio wa nafsi na akayashinda matamanio na akajizuilia na maasi na khiana, akadhibiti juu ya usafi na kutakasika kwake. Hakika yeye ni miongoni mwa waja wa Mwenyezi Mungu
walioitakasa dini yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amesema dada zangu katika iman, mwanachuoni huyu Al-Qasim bin Abi Bazza kuwa alisimama Yusuf alayhi salam kwa aibu au kwa haya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye yani kutajwa kwake kunatajwa. Dada zangu katika iman, na miongoni mwa sifa hii tukufu ya haya kwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuangazia sifa hii ya haya kwa Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, kwani siku moja aliwahutubia watu na akasema, enyi kundi la Waislamu, yani muoneeni haya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani naapa kwa yule ambaye nafsi yangu imo mikononi mwake, ninapokwenda kujisaidia katika hali ya wazi, najifunika nguo yangu kwa kustiri, yani kwa kujistiri mbele ya Mola wangu mlezi. Na kadhalika tunamwangazia kadhalika Uthman bin Affan radhiallahu anhu, alijulikana kwa unyonge wake wa hali ya juu hadi kwamba malaika walikuwa na haya naye, walikuwa wakimwonea haya. Kutoka kwa Aisha radhiallahu anha amesema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amejilaza ndani ya nyumba yangu akiwa yani amefunua yani mapaja yake, akaingia Aisha radhiallahu anha na kuzungumza na akasema, yani aliingia Abu Bakar radhiallahu anhu akasema hakusogea kwa ajili yake, kisha akaingia Umar radhiallahu anhu, Umar bin Khattab radhiallahu anhu hakumjali, kisha akaingia Uthman bin Affan radhiallahu anhu akasema Aisha radhiallahu anha kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo ukaketi chini na kunyoosha nguo zako. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, yani nisimuonee haya? Kwa nini nisimuonee haya mtu ambaye malaika wanamuonea haya? Dada zangu katika imani, dada zangu katika, na miongoni mwa mifano ya sifa hii tukufu ya haya imekuja kadhalika katika Quran, suratul Qasas aya ya 25. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fajaathu ihdahuma tamshi ala istihya قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجيت من القوم الظالمين. Mmoja wa wale mabinti wa Nabii Shuaib akaja na ujumbe kutoka kwa baba yake, na huku anaona haya sana, akasema kumwambia Nabii Musa, baba yangu anakuita akulipe ujira wa kutunyweshea mifugo yetu. Basi alipokwenda kwake na akamsimulia kisa chake cha kutoka Misri, akasema Nabii Shuaib kumwambia Musa alayhi salam, usiogope, umekwisha okoka kwa hao watu madhalim, kwani Firaun hana madaraka juu yetu. Dada zangu katika imani, sifa hii tukufu ya haya ni miongoni mwa, yani ilikuwa kadhalika miongoni mwa Waarabu kabla ya Uislamu, na ni kwamba walikuwa Waarabu wakifedheheshwa na baadhi ya mambo maovu kutokana na aibu. Mfalme, tunamuona hapa mfalme Heraklius alimuuliza Abu Sufyan kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema Abu Sufyan, wallahi lau si unyonge wao, yani wakinituhumu kuwa, yani lau si unyonge wao wakinituhumu kuwa nimesema uongo, ningelimzushia Muhammad uongo. Lakini sifa hii tukufu ya haya ulimzuia Abu Sufyan kumkashifu Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele ya mfalme huyu Herakles, kwa kuhofia asije akalaumiwa kwa kusema uongo na hilo likaenezwa juu yake. E Allah, wasamehe Waislamu wanaume na Waislamu wanawake, waumini wanaume na waumini wanawake, walio hai na waliotangulia mbele ya haki miongoni mwao, kwa rehma yako tukufu na fadhila zako na ukarimu wako. Shukran jazila wa barakallahu fikum.